Anaendelea Mheshimiwa Lissu. Waheshimiwa majaji, uamuzi uliotolewa na mahakama ya rufani katika kesi ya katibu mkuu wa Chadema na bodi ya wadhamini wa Chadema versus Said Issa Mohamed pamoja na wenzake inasema kwamba kama mdawa mleta maombi analeta maombi mwenyewe, ni yale yaliyoko kifungu cha 6 kifungu kidogo cha E. Maombi mengine ni mahakama yenyewe ndio inaamua bila kusukumwa na yeyote au kuletewa maombi yenye hati ya kiapo. Waheshimiwa majaji, kwa vyovyote vile maombi hayo hayako halali mbele ya mahakama hii, kwani hayakuletwa katika utaratibu wa kisheria, kwani mahakama hii haijaamua maombi haya yaje yenyewe, sio moto. Kwa hiyo mahakama isikubali kusikiliza maombi hayo kwa sababu ambazo nimezisema. Anaendelea Mheshimiwa Lissu. Sasa waheshimiwa majaji, sijui kama mnaniruhusu niendelee au wajibu kwanza. Jaji anasema jamhuri wajibu kwanza PO kisha tutaendelea. Anasema mawakili Katuga anasema waheshimiwa majaji, tukirejea mapingamizi yake awali yameletwa chini ya kifungu cha 8(2)D. Hiki ni kifungu mahususi kwa mashauri ya madai. Kifungu hiki kilikopwa kikatumika kwenye madai kwenye mashauri ya rufani. Hata kama mahakama yenu tukufu kwa rejea hizo za mahakama hii kakikopa kitumike kwenye maombi yetu haya, bado tunasema kwamba maombi yetu yako sahihi mbele ya mahakama hii tukufu, tofauti na kila ambacho mjibu maombi amekileta kama pingamizi la awali. Maombi yetu yameletwa chini ya kifungu cha 6 specifically kifungu kidogo cha 3 cha sheria mamlaka ya mahakama. Kanuni ya 65 na kanuni ya 45 ya kanuni za mahakama ya rufani ina support maombi yetu. Anaendelea wakili wa serikali Katuga. Waheshimiwa majaji, ukiyasoma maombi yetu kwenye notice of motion, hakuna sehemu yoyote tunayoiomba mahakama hii tukufu ipitie oda ya mahakama au uamuzi wa mahakama. Pale mwisho tunasema mahakama idiscuss kukataa ushahidi. Hatujazungumzia kukataa notice, sisi tunazungumzia kuchambua na kukataa ushahidi. Hakuna sehemu kwenye maombi haya tunalalamikia oda. Mahakama yenu itaona kwamba pingamizi la mjibu maombi limekuwa misled, hakukozi sawasawa maombi yetu. Pale ambapo neno o litatumika kwenye sheria yote, maana yake maneno haya hayako similar, yanatumika tofauti. Waheshimiwa majaji, nimewarejesha humu muweze kutafsiri kifungu cha 6. Haya maneno yanatakiwa yatafsiri tofauti, hayaendi pamoja ama hayategemeani. Inaweza kuwa kimojawapo kati ya haya. Kama mahakama yenu imekikopa kifungu cha 8 kifungu kidogo cha 2D kinazungumzia katazo la decision or order, ndo hauwezi kuziombea appeal or revision. Sasa tunapata wapi nguvu za kuleta pingamizi kwa tafsiri hiyo? Tunaiomba mahakama hii kaangalie maana ya maneno haya. Waheshimiwa, nawarejesha kwenye kamusi kwa sababu nayo ni kati ya vitu vinavyopaswa kutumika kutafsiri sheria. Katika ukurasa wa 129 kamusi na define order ni nini. Kwenye application yetu hakuna sehemu tumeomba decision or order. Kwenye kifungu cha 8 hata kama kimekopwa hakiwezi kukansa maombi yetu. Mahakama yenu ilishawahi kuiamlia hii kwenye kifungu cha 394 cha CPA katika kesi ya Peter Michael Madeleka dhidi ya Jamhuri. Kutaja kitu fulani means exclusion ya kitu kingine. Kitendo cha kifungu cha 8 kutaja offense and order means haijatuzuia. Kwa maana hiyo offense hapa haijazuiwa. Kwa maana hiyo tunachotaka kuiambia mahakama yako ni kwamba ule ushahidi ulikataliwa kabla ya wakati wake. Waheshimiwa, naomba niishie hapo kwenye hilo ili tusiende mbali. Kwa kuyasema hayo, mtaona kwamba kesi ambazo mshtakiwa amwapitisha ni distinguishable kwenye mazingira yetu. Hii kauli ya kwamba hatuna mamlaka kuomba mahakama iitishe somoto, sisi tunasema mamlaka tunayo. Katiba inasema naomba mrema anisaidia, anayonyongeza.